Natambua kuwa Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Karume ina mchango mkubwa katika kukuza taaluma ya sayansi na teknolojia ndani na nje ya nchi yetu tangu ilipoanzishwa mnamo mwaka 1966. Miaka miwili baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964. Kwa lengo la kuchochea ukuaji wa sayansi na teknolojia hapa nchini. Miongoni mwa mafanikio ambayo tumeyapata kupitia taasisi hii ni pamoja na kuongeza wataalamu wa fani ya sayansi na teknolojia hapa nchini, bara la Afrika na dunia kwa ujumla. Aidha, nimejulisha kuwa hivi karibuni jumla ya wanafunzi 4 kutoka taasisi hii wameweza kupata fursa ya kwenda kujiunga na mafunzo katika shirika linaloendesha utafiti na uchunguzi wa anga juu NASA lililoko nchini Marekani baada ya kushinda kwenye michujo mbalimbali kama waziri wa elimu alivyotoa taarifa. Hili ni jambo la faraja kwetu ambalo linathibitisha ubora wa taasisi yetu hii na elimu ambayo wanaitoa kwa vijana wetu. Napenda kutumia nafasi hii kutoa wito kwa wazazi wenzetu, walezi na wanafunzi kuhakikisha tunatumia vyema fursa hii ili kuongeza wataalamu katika fani ya sayansi, teknolojia ikiwemo data science na artificial intelligence, ambazo ni fani muhimu sana na zinakuwa kwa kasi kubwa katika dunia yetu ya leo. Nyote mtakubaliana nami kuwa kuwepo kwa tawi hili hapa kisiwani Pemba kutatoa fursa mbalimbali ikiwemo kuwarahisishia vijana wetu kujiunga na masomo ya sayansi na teknolojia wakiwa karibu na makazi yao. Pia kupitia fani ambazo zitatolewa katika taasisi hii kama vile fani ya umeme kwenye nyumba na hotelini, usarifu wa mazao ya baharini, uongezaji wa thamani wa mazao ya mboga mboga na matunda na fani nyinginezo, zitachangia kutoa fursa za ajira kwa vijana wetu ikiwemo kushiriki kamilifu katika kunufaika na uchumi wa bluu ambao kwa hakika Pemba umetuzunguka sana. Vile vile taasisi hii itafungua milango ya kuitangaza Pemba kielimu katika nyanja ya sayansi na teknolojia na kuwavutia watu wengi na hivyo kutoa fursa ya kiuchumi kwa wananchi kutokana na wanafunzi ambao watasoma hapa watahitaji mambo mbalimbali ambayo yatachangia kuleta maendeleo ya kibiashara na kiuchumi na kuongeza kipato kwa wafanyabiashara. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali imekuwa ikiboresha sekta ya elimu ikiwemo kuimarisha miundombinu, ubora wa elimu na maslahi ya walimu ambayo yamechangia kupata mafanikio mazuri ya ufaulu wa watoto wetu. Vile vile, serikali imeongeza fursa zaidi kwa wanafunzi wanaoendelea na elimu ya juu kwa kuongeza bajeti ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu Zanzibar kutoka shilingi za Tanzania bilioni 11.5 kwa mwaka 2020-2021 hadi bilioni 37.5 kwa mwaka wa fedha 2025-2026, ambayo itawanufaisha wanafunzi 14,495 wakiwemo wanafunzi wapya 4,877 ikiwa ni pamoja na wanafunzi wa ngazi ya diploma ambao pia watanufaika na mikopo hiyo. Naomba nitumie nafasi hii kumshukuru sana Daktari Hussein Ali Mwinyi. Nakumbuka wanafunzi wa diploma walikuwa hawamo katika eneo la mikopo, lakini sasa serikali hii ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Dr. Mwinyi imewaongeza wanafunzi wa diploma nao wapate fursa ya kukopa na kujiendeleza kielimu.